Haya, imesema si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu au lulu. Kwa hiyo tukifika hapo pia inabidi mwanamke haruhusiwi kuwa na dhahabu wala lulu, wala kwa nguo za thamani. Kwa hivyo nayo pia inabidi umkataze mwanamke pia asivae nguo za thamani. Ina maana kwamba mwanamke akiwa mcha Mungu basi awe maskini, nguo zake avae za kimaskini. Yaani kama utakataza hii mambo yote, basi utakataza hata mwanamke kuvaa vizuri, yaani kuvaa nguo za thamani. Sasa kwa njia hiyo, kwa sababu Mungu, kama Mungu anatajirisha, yeye Mungu anasema mimi Mungu ninafukarisha na huwa natajirisha. Itakuwaje kama anatajirisha basi tena amkataze mwanamke kuenjoy huo utajiri? Kwa sababu wakati Mungu alimpa Sulemani utajiri, ilikuwemo na dhahabu na mambo mengine mengi yenye utajiri ambayo yalimwezesha yeye kujenga ile hekalu kwa hali ya juu sana. Hivi vyote ni Mungu ameviumba. Kwa hiyo ni vyema wakati mtu anaposoma andiko asiokote kipengele kimoja tu na kunyanyuka nacho na kwenda kuifanya kuwa ni fundisho, lakini asome kwa ujumla na apate kuelewa. Ninachokielewa hapa ni kwamba mwanamke hajakatazwa hii, lakini kilichokuwa kinasemwa hapa ni kwamba mwanamke huyu asizingatie uzuri wa nje. Maana kuna mtu anaweza kuwa anazingatia uzuri wa nje lakini ndani hana maadili, ndani hana Mungu. Ndio maana inaambiwa wajipambe, sio kwa hiyo kwa nywele, wasijipambe kwa hiyo kusuka nywele, kwa dhahabu na lulu na kwa nguo za thamani. Wengi wangezingatia hiyo, lakini hawana tabia nzuri. Tumeambiwa awe mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri. Anaweza kuwa ana hizi vitu, amesuka nywele, nguo za dhahabu, lakini hana adabu nzuri na moyo wa kiasi pia hana. Kwa hivyo ilikuwa ni balancing inasemekana, inaonyeshwa pale kwamba pamoja na kuwa mwanamke kujipamba ni haki, ni sawa, kwa sababu mapambo ni kwa ajili ya mwanamke na imetengenezwa hivyo. Tunaona wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, Biblia inasema kwamba aliwapa kibali mpaka wakatoka na mali nyingi sana kutoka kwa Wamisri. So zikiwemo dhahabu, vitu vingi tu, na wanawake wale wakatoka na hizo vitu. Na Mungu hakuwaambia wakati mnatoka ya kwamba wanawake, mambo ya dhahabu, vipuli, hereni hizo muache Misri, ni vitu vya kishetani. Hapana, waliondoka nazo. Na wala Mungu hakuwa na shida na wao, hakuwakataza. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wakati ule Musa ameenda mlima Sinai, baada ya kukaa kirefu pale chini, wakasema hatujui kilichompata Musa, tujitengenezee Mungu tuendelee kuabudu. Na Haruni akazungumza na wao, haya wanawake, toeni vipuli vyenu nini na nini za dhahabu. Alafu akatengeneza ndama, wakaanza kuabudu. Zilitoka kwa wanawake waliokuwa wamezivaa. Kwa hiyo ina maana walitoka nazo kule, ila hatukuona kukatazwa. Na kama ingekuwa haifai, basi Mungu angewaambia msitoke na chochote cha Wamisri hapa, acheni kila kitu. Lakini walitoka nazo, walikuwepo, wakatoa vipuli vya masikioni, pete, kila kitu. Ina maana walikuwa wamejipamba kwa hivyo vitu. Tatizo lilikuwa ni kwamba wakazitumia vibaya kuyeyusha na kutengeneza Mungu. Now that doesn't disqualify gold, kwamba ati kwa sababu zilitengeneza ndama ya dhahabu basi ni dhambi au haziruhusiwi. Hapana, ni matumizi mabaya waliokuwa wameyafanya pale. So hukatazwi kitu kwa sababu mtu fulani alikitumia vibaya, kwa sababu kila kitu, hata sasa hivi kuna mchungaji mmoja ambaye anasema hawezi kununua hii simu ya touch, smartphone hawezi kununua. Anasema ina matusi
ni chafu na hataki kununua. Ina mambo mengi maovu yatakayomtenganisha na Mungu. Sasa hata ukijaribu kumwambia kwamba hapana, simu ni wewe mwenyewe jinsi utakavyoitumia. Kwa sababu simu hiyo hiyo unaweza kuitumia kwa shughuli ya Mungu. Kwa hivyo haukatazwi simu. Ni kweli simu, internet ina mambo mengi. Lakini wewe mwenyewe ukiingia pale utakutana nayo. Lakini kama hujataka kuingia huko, utaitumia kwa mambo mengine ya ucha Mungu. Kwa hiyo kwa ufupi nasema kwa mujibu wa andiko hili la Timotheo wa kwanza 2 mstari huo wa 9, ukimkataza mwanamke kusuka nywele, basi umkataze dhahabu na lulu, na tena umkataze nguo za thamani. Kwa hivyo itamaanisha Wakristo wote, wanawake wote wameokoka wavae nguo za ovyo ovyo, maana ni dhambi kuvaa nguo za thamani.